Tuko hapa kwa sababu tumeguswa kuona kwamba kuna watoto wetu mayatima wako majumbani. Baadhi yetu tunao watoto wetu wanatuona, wanamuona baba, wanamuona mama. Na nilipata kusema katika moja ya shughuli zetu kwamba ingelikuwa Watanzania wengeamua kila Mtanzania mmoja mwenye uwezo amchukue mtoto mmoja yatima aishi naye nyumbani, hili lingekuwa jambo jema sana. Tuna watoto leo wanaitwa watoto wa mitaani, lakini kimsingi hakuna mtoto wa mtaani. Ule ni uongo, ni ubabaishaji, ni uzushi. Watoto hao tunawaona leo wamejazana mitaani, ambao hatimaye wanakuwa ni bomu la taifa. Mimi nasema wale wakati mwingine ni bomu la taifa, kwa sababu watoto wakishakuwa mitaani hawana uangalizi, wakishakuwa mitaani hawana anayewasimamia, wanaweza kufanya lolote, wanaweza kuvuta chochote. Matokeo yake likitokea jambo la vurugu kama ilivyotokea tarehe 29 au 30, wale watoto wa mitaani wanakuwa front line, namba moja, wako mbele kufanya lolote. Lakini sababu hii ni sababu imetokana na malezi ya sisi wa Tanzania. Tumekataa kuziheshimu dini zetu, tumekataa kuzifuata dini zetu. Mimi na hakika siwezi kusemea Ukristo, nasemea Uislamu. Nimesoma hadithi hapa, Mtume anasema ana wakafilu liyatama kahataini fil janna. Mimi Mtume Muhammad na mtu yoyote anayekubali kumlea yatima, siku ya kiyama tutakuwa naye pamoja. Mtume akaashiria vidole hivi, anaonyesha asbaba wal wusta, anaonyesha tutakuwa pamoja bega kwa bega na mtu anaelea yatima. Mtume anaelezea, anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba kule mbinguni watu, viumbe vya mbinguni huwa vinaona baadhi ya maeneo yanawaka kama nyota, mengine kama mwezi, mengine kama nuru ndogo ndogo. Viumbe wa mbinguni wanaulizana ni nini ile? Viumbe wa mbinguni wanaambizana, ile ni nyumba. Ukiona ile kitu kinang'aa kama nyota, ni nyumba ambayo ndani yake yuko yatima na anatendewa vizuri. Sio hoja kumlea tu yatima. Usimlee yatima alafu yeye ndo akawa muosha vyombo. Usimlee yatima alafu yeye ndo akawa mpiga deki. Usimlee yatima yeye ndo akawa msafisha bustani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza unapomlea yatima apendeke kwako kuliko unavyowapenda wazazi wako, watoto wako. Atangulizwe kuliko unavyowatanguliza watoto. Hata yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yatima, na alipolelewa kwa babake mdogo alitangulizwa kwa kila kitu. Tokea Watanzania siku moja wakaamua kuishi hadithi ya Mtume. Maana sisi tunasema mafundisho ya Mtume Muhammad akiyachukua mtu yoyote awe Muislamu, akiyashika yanamvusha. Na Muislamu mwenye dini yake, mwenye mtume wake, akiacha mafundisho ya Mtume yatamtupa. Sasa ikitokea Watanzania tukakubali kuchukua mafundisho haya ya Mtume kwamba kila mtu alee walau mtoto yatima mmoja, hakuna vituo vya yatima. Lakini leo kwa sababu imekosekana watu wenye nyoyo hizo, matokeo yake leo tuna vituo vya yatima.